Ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi JP Magufuli ambalo ndio leo tuko hapa, ili daraja lenye urefu wa kilomita 3 juu ya maji Ziwa Victoria, ni daraja namba 1 Afrika ya Mashariki na Kati. Hakuna daraja refu katika Afrika ya Mashariki na Kati linalozidi daraja hili la JP Magufuli Kigongo Busisi. Na unaweza kuona hapa eneo kwa mfano tulilopo lina urefu wa mita kutoka usawa wa bahari kufika hapa tulipo tumesimama, jumla ya mita 17. Ni zaidi ya ghorofa ya 5. Ingelikuwa kama ni ghorofa, maana yake ni zaidi ya ghorofa ya 5. Mita 17 kutoka pale kwenye maji kuja hivi juu, ukiachilia mbali zile nguzo kule chini zilivyoingia. Hili daraja litakuwa na uwezo wa kupitisha magari mpaka 20,000 kwa siku moja, na hili daraja litasaidia watu ambao hasa hususan wa kanda hii ya ziwa waliokuwa wanatumia masaa 2 hadi 3, hapa watapita kwa wastani wa dakika 3 mpaka 5 maximum. Na daraja lina uwezo wa kwa wakati mmoja gari 3 au 4 au 5 ambazo zina wastani wa mpaka tani 160 zinaweza kupita kwa pamoja, zenye uzito usiozidi tani 160 zina uwezo wa kupita kwa pamoja hapa katika daraja hili, tani 160. Sisi kwenye usimamizi wa barabara maximum gari tunaruhusu ambayo isiyokuwa na uzito uliozidi ni wastani wa tani 54 hadi 56. Kwa hivyo maana yake ukichukua hizo ni gari takriban 3 zina uwezo wa kupita au zaidi zikapita katika daraja letu hili kwa wakati mmoja. Na hili daraja limetugharimu jumla ya fedha bilioni 716. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Unafahamu kwamba wakati anakabidhiwa nchi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hili daraja lilikuwa takriban 25% tu ya ukamilifu wake, na katika hizo 25% Rais Samia amefanya kazi kubwa sana ya kukamilisha ndoto ya mtangulizi wake hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema peponi. Na unaweza ukaona kwamba fedha ambazo zimeingia hapa ni fedha nyingi sana, na tena imefanyika kazi hii kwa kutoa pongezi kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri, wenye maono na wenye kujali ustawi wa wananchi. Na ndio maana sisi tunasema kazi na utu. Unajua, kukamilisha daraja hili sio jambo la kusema kwamba ufahari tu wa pesa tulizozitumia hapa na dude hili kubwa, lakini hapa imeokoa maisha wa Tanzania. Wao hivi vivuko, wengine walikuwa ni wagonjwa, wako kina mama wajawazito, walikopo wa Tanzania wanaoenda kutoa huduma mbalimbali mahospitalini, mahakamani na kwingineko, walikuwa wakipata tabu sana hapa. Kwa kufanya hivi, hii kazi iliyofanywa imelenga mambo ya kiuchumi, imelenga mambo ya kijamii, lakini imelenga kuthamini utu wa Mtanzania pia. Kwa hivyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Na mwisho, mafanikio haya yote ni ushahidi usiopingika wa dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuijenga Tanzania yenye miundombinu bora, imara na ya kisasa. Na ndio maana tunasema mama ni mjenzi. Wizara ya Ujenzi itaendelea kusimamia kikamilifu utekelezaji wa miradi yote ya maendeleo ya kimkakati kwa weledi. Na Watanzania tumebakiza siku kama 8-9 hivi hadi kufungua hili daraja
na kwa baraka kubwa sana litafunguliwa hapa na Mheshimiwa Rais mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan. Basi mimi na wewe na Watanzania wote tuone kwamba hii ni baraka na kwamba tuendelee kuwa na subira na kwamba atakuja kulizindua hapa kinara wetu na Watanzania watalitumia. Tena ni watanie kidogo watani zangu wa hapa kanda ya Ziwa, Wasukuma hawa kwamba kwa vibali maalum tutamuomba Mheshimiwa Rais atuidhinishie na kwamba kutakuwa na mfumo maalum kwa maeneo ya pembezoni kama hivyo, wale wanaotaka kufanya shughuli mbalimbali za kijamii wataomba vibali ili waje hapa. Mimi najua watani watataka waje kufungia harusi hapa, sio ajabu watani watataka waje kuimba kwaya hapa, kurekodi kaswida. Sasa wakiwa wanataka kufanya hivyo, tutatoa vibali maalum. Tutaomba kwanza idhini kwa mwenyewe Mheshimiwa Rais, kwa sababu pia hilo unajua ni jambo ambalo mara nyingi sana hatufanyi. Kutoa vibali ni utaratibu mzuri kwa ajili ya usalama, usalama wa watumiaji wote, kwa maana ya kwamba ukituomba kibali kama tutakuwa tumepewa ruhusa, maana yake ni kwamba sisi tutakuwepo hapa kuchunga ule usalama wa wewe ulioomba kibali, lakini na wa wale wengine ambao wanatumia hii barabara kwa wakati ule.